Sio wanaume pekee wanakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa kabisa. Hata wanawake pia wanakosa ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Je, tuwaite nao wanakosa nguvu za kike? Hapana. Wao wana changamoto ya homoni kutokubalance vizuri. Na hii inasababisha kwamba mara nyingi hata wao pia kutokupata ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa kabisa. Na mara nyingi unaweza kujikuta kwamba wanafanya kwa sababu maumbile yao ni tofauti na maumbile ya kiume. Mwanaume anapokosa ile nguvu za kiume, maumbile yake yanakuwa hayasimami. Lakini kwa mwanamke ni tofauti. Yeye anaweza hata kawa hana ile hamu ama hisia kabisa ya kushiriki tendo la ndoa, lakini pia akafanya tendo la ndoa vizuri mpaka wewe ukaridhika. Lakini yeye moyoni mwake anajua ni kitu gani ambacho anakifanya ama kitu gani ambacho hana. Hivyo sasa kwa mwanamke unapata tiba vizuri sana. Changamoto kubwa huwa inaanzia hapa. Mwanamke unapotumia uzazi wa mpango bila ushauri wa daktari kwa muda mrefu, hii inaweza kukuletea athari nyingi katika mwili wako. Kwanza, kuvurugika kwa homoni zako, lakini pili, kuweza kusababisha kupata uvimbe katika upande wa kizazi, kuharibu mfumo wa ovary system, lakini pia inakusababishia hata mirija ya uzazi kutokuwa sawa. Aidha mirija ya uzazi kujaa maji ama tube fallopian kuwa na changamoto nyingi sana. Na hii ndio inakusababisha kwamba wewe hata wakati mwingine homoni zako kuwa zinashuka na kuweza kusababisha kwamba wewe kutokuwa vizuri kabisa, kutokuhisi ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa, hata kuhisi ile ladha, na hata pia unaweza kushiriki na mwanaume hata masaa 12 lakini usifike kileleni kwa sababu tu tayari una changamoto. Sasa leo nataka nikupe dawa wewe mwanamke mwenye changamoto hii. Nakupa dawa nzuri sana ambayo inaweza kutibu na kumaliza changamoto zako za uzazi moja kwa moja. Dawa hii inatibu changamoto zote katika mfumo wa uzazi wako. Na kama una changamoto hizi, basi leo tunaweza kuzimaliza. Popote pale ulipo, tunaufahamu mti wa mkumbi. Kama unaufahamu, basi unaweza kutumia mti huu wa mkumbi. Lakini kama haufahamu, sikiliza vizuri, nitakupa option mwishoni ambayo inaweza kukusaidia zaidi. Chukua mti wa mkumbi, mizizi yake katakata vizuri, kisha utaiosha na utaichemsha. Unatakiwa utumie kikombe kimoja cha chai asubuhi, kimoja jioni kila siku ndani ya siku 21. Hii ni tiba nzuri sana kwa upande wako. Itakutibu vitu vingi na tukuweza kumaliza. Una changamoto hiyo ya kutokuhisi hamu ya kushiriki tendo la ndoa, una changamoto ya uzazi, una changamoto ya mirija ya uzazi, una changamoto nyingi katika mfumo wako wa kizazi, kiuno, maumivu, unapoingia kwenye hedhi kupata maumivu makali, kutokuhisi vizuri, basi mti huu wa mkumbi itatibu na kuweza kumaliza changamoto zako moja kwa moja. Utakuwa uko vizuri na utakuwa bora zaidi. Hivyo una uwezo kutumia tiba hii ya mti wa mkumbi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako. Lakini pia kama hauna uwezo wa kuweza kupata mti huu popote pale ulipo, basi unaweza kunipigia simu ili niweze kukupatia tiba. Tayari nilishaiandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo za uzazi. Na jumlisha 255 704 300 au jumlisha 255 752 16 38 38. Nipigie simu kama unahitaji tiba ili niweze kukupatia tiba popote pale ulipo kuwepo, Tanzania ama nje ya Tanzania, Dar es Salaam ama nje ya Dar es Salaam, utapatiwa tiba hii kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako mbalimbali. Ewe mwanamama, usikae kinyonge kwa sababu tayari unajikuta kwamba hauna ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Usifadhaike na wala usikate tamaa. Madokta tupo, unapata tiba na unarudi katika hali nzuri kabisa. Nikutakie siku njema, nikutakie kila laheri. Asante sana.